الطاعة التي أديتها قبل 50 عاما، الطاعة التي فعلتها قبل 20 عاما أو 30 عاما، الطاعة التي ارتكبتها قبل عدة سنوات أو شهور، هل تحس بها؟ Je, ile taa, kutekeleza ile taa ya ibada aliyokutuma Allah. Maana ibada sio bed of rose, laysa tariqan mafrushan bilwurud wala sarir mafrushan bilyasamin. Taa ni nzito, ndio maana Allah akasema wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabira illa ala al-khashi'in. Jisaidieni katika kutekeleza hizi ibada kwa kitu kinachoitwa subra na swala. Ibada za sala, ibada za saumu, ibada za hija, ibada yoyote ya kutoa zaka, ibada yoyote kama si subra haifanyiki. Unafanya ibada huku unaumia, huku una struggle katika ibada, hususan zile ibada nzito nzito ambazo, na hakuna ibada nyepesi. Unatupa wakati wako, unatupa time yako, unatupa shughuli zako, mali yako uliyoichuma kwa jasho unaigawa, unaimega, unampa mwingine, unaambiwa hiyo ndo zaka. Wakati wako wote unauacha kwenda kwa ajili ya kumsujudia Mola wako. Duka lako unafunga, unakosa biashara zako zina, yote haya inahitaji subra. Kwa hiyo mashaqatu taa. Je, haya mashaka ya taa, hizi shida za taa, hii tabu iliyokusibu kwa sababu unaenda kutekeleza taa ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, je, tabu ile bado unaihisi? Ulioipata miaka 15 iliyopita, tabu ile ulioipata miaka 20 iliyopita, sio 20 iliyopita, mwezi uliopita, bado unahisi ile tabu ulioipata Ramadhani iliyopita? Hal lam tazal tash'uru biha, hal la zalat mawjuda. Bado ile shida na dhiki ipo katika mwili wako, bado ule uchungu unauona. Lile pande la mali ya zaka ulioitoa ukawapa maskini, bado unahisi na kuuma kama vile ulivyotoka, nawapa hawa lakini si wanangu, si wake zangu, si watoto wangu. Ndio Uislamu, ndio Mungu ameshasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi. Lakini angalia akaunti yangu ilivyofifia, bado yale machungu unayo. Machungu hayapo tena ya kusimama usiku, wala kuvimba miguu, ya kwenda kusali salatu tarawih, ya kufunga saumu ulizofunga. Ile njaa ambayo ulihisi katika mwaka uliopita haipo tena. Kwa hiyo ladhatul maasi dhahabat wa mashaqqatu taati dhahabat. Utamu wa yale maasi umeenda, lakini pia shida za zile taa pia haipo. Lakini kuna vitu viwili vimebaki, both taa na maasi yote, kuna vitu viwili vimebaki. Dhahabat ladhatul maasi wa baqiya thawabuha, wa dhahabat mashaqqatu taa wa baqiya iqabuha. Utamu wa ladha ya maasi umekutoka, lakini dhambi zake zimebaki, na uzito wa taa ya maasi umeondoka, lakini thawabu zake zimebaki. Wa ladhatul maasi, na hayo maneno sio yangu. Katika Amanatul Ilm, al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah alikuwa akisema hivi: ladhatul maasi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Utamu wa maasi utaondoka, yatakayobaki ni madhambi yake. Wa mashaqqatu taati tadhhabu, na uzito wa taa utaondoka. Wa yabqa iqabuha, kitakachobaki ni dhambi zake. Kwa hiyo dhambi tulizozitenda miaka 50 iliyopita utamu wake haupo tena, lakini dhambi zake zipo. Taa tulizozitenda huko nyuma tumeshasahau machungu yake, hazipo tena uchungu wake, lakini thawabu zake zipo. Na hivi ndivyo amali zinavyobaki. An Abi Umamah al-Bahili
radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li rasulillah ya rasulallah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Huyu bwana alikwenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, niamrishe kitu ambacho kitanifaa, yani nieleze jambo ambalo nikilifanya nafaidika mno. Mtume akamwambiaje? alaika bisiyami fa innahu la mithla lahu, alaika bisiyami fa innahu la mithla lahu. Anamwambia niamrishe kitu kitakachonifaa ya Rasulullah. Mtume anamwambia jilazimishe sana kufanya ibada ya funga. Alaika, jipinde, jishike, jifunge, bisiyam, jilazimishe kufunga, yani kuwa na tabia ya kufunga funga. Fa innahu, kwa sababu hiyo ibada ya funga, la mithla lahu, haina mfano wake. Alhadith sahih rawahu an-Nasa'i wa rawahu Ahmad ibn Hanbal, ni hadithi ambayo ni sahih. Anasema Mtume, funga haina mfano, haina mfano katika kumfanya mtu healthy, katika fawaid zinazopatikana katika siha, hakuna mfano kama funga. Katika fawaid zinazopatikana katika uchamungu wa kukukinga na kukukurubisha kwa Mola wako, yani la mathila lahu fi sihhati aljasadi wa fi taqarrub alabdi ila rabbih as-sawm au as-siyam, la mathila lahu, katika kitu kinachokukurubisha kwa Mola wako, funga haina mfano. Katika kitu chenye kukupa afya katika mwili wako, funga haina mfano. La mithla lahu, funga haina mfano katika jambo lingine kubwa. La mithla lahu liannahu la ya'lamu ajra as-siyami illa Allah, hakuna anayejua ujira wa mwenye kufunga isipokuwa Allah. Kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah anasema amali zote ni zako isipokuwa funga ni yangu na mimi ndo mwenye kujua malipo yake. Kwa hiyo la mithla lahu, kila upande saumu haina mfano. A'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70. Mara nyingi sana atakayefika zaidi ya hapo amepata favor ya kuwa alhamdulillah, huyu kapita katika kile ambacho ni kawaida yao watu kumalizikia pale. Na waambia wazee wangu watukufu kwa kuwapenda kabisa, japokuwa hata sisi wadogo wao, watoto wao, wajukuu wao, vijana wao, tunaweza tukaondoka mapema kabla yao wao, lakini hili tunalizungumza kwa sababu ile akbaru dhann, kwamba aliyetangulia ndo ametangulia na atatangulia kuondoka, karibu wanakokwenda kuliko walikotoka.